Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, moja kati ya vitu ambavyo ni fedhea, hii ni fedhea, tunaweza kusema hivyo, lakini obviously lazima tuseme kwamba automatically ni tabia ya kawaida sana kwa wanaume. Kwa watu ambao wanatambua vitu kama hivi, wanaume ndivyo walivyo. Huaga tuna ile tabia kutazama wadada, hususan mdada akiwa mrembo, japokuwa of course umeoa, japokuwa una mpenzi, lakini kutazama si ni dhambi, lakini si kesi. Au vipi bwana? So kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba katika ndoa ya Juma Jux na mpenzi wake Prissy, ndoa ya gharama, na hii ni ndoa mara ya pili, na leo kuna ndoa ya mara ya tatu, kwa sababu huku Bongo kulikuwa kuna ndoa za mfululizo ambazo zilifanyika, lakini baada ya ndoa zilizofanyika Tanzania za Kiislamu, ni kwamba kule Nigeria wakafanya royal wedding ambayo ni ya kitamaduni, ambayo ili happen siku ya jana. Sasa siku ya leo kuna ndoa nyingine tena inaitwa the white wedding. Sasa ni mambo ya kupare au mambo ya kupigilia beauty na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu jana walikuwa wamevaa kitamaduni zaidi. Sasa siku ya jana, moja kati ya vitu au matukio ambayo yamehappen, na ni video ambayo trend sana, imeenda viral huko mitandaoni, na kama ilivyokuwa kawaida hapa ni Trend TV, tunakuletea habari zote ambazo zina trend. Yani kila vitu kila chochote kile ambacho kitakacho trend mtandaoni utakutana nacho hapa, tukikielezea kiundani zaidi. Sasa kilichotokea bwana ni kwamba kuna hii clip ambayo inamuonyesha Jux akiwa na washikaji zake ambao wametoka nao Tanzania, pamoja na baadhi ya washikaji kutoka kule Nigeria, wakiwa wamesimama, akiwa Jux, Diamond na washikaji wengine kibao. Kuna bidada akakatiza. Bidada huyu ni msichana ambaye ameenda viral sana kutokana na kwamba ni msichana mzuri kiukweli, ana sura nzuri, mrefu, rangi ya chocolate, alafu ana kashepu fulani hivi. Nadhani unaelewa, ni ndoto ya wanaume wengi. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba huyu dada amekatiza pale pale katikati ya washikaji walipokuwa wamesimama, na kama unavyoelewa kwamba sasa hivi hao wadada wa Nigeria wamekuwa wakitamani sana kupata maboyfriend kutoka Tanzania, kutokana tu na the way ambavyo Jux na Prissy wanavyo trend huko mtandaoni. Sasa basi tulichokiona ni kwamba Jux bwana alivyoona yule dada amepita karibu yao, akamwangalia Diamond, kisha akamuonyesha kwa macho yule dada. Unajua kuna zile ishara tu za kuonyeshana, kwa watu ambao wanahudhuria vikao vya wanaume, tunakuwa tunaelewana kwamba hapa mwanangu hapa ananionyesha niangalie kule, toto imepita, mtoto kanyooka, kinanda na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Jux bwana ni kama vile amemsakizia Diamond kwa huyu dem kwamba mwanangu, kazi ile pale, ishi mule, kaa pale, Mnyamwezi kamatia goma na vitu vingine kama hivyo. Na hii huko mitandaoni watu wameipokea kama vile kwamba Diamond huenda hii ndo sababu ya yeye kutokwenda na mpenzi wake bibie Zuchu. Inaonekana kama labda Diamond alikuwa anataka kutafuta girlfriend kule Nigeria, anatafuta bebe kule Nigeria, na hii inawezekana ikawa ni strategy, kutokana na kwamba Diamond akipata girlfriend ya Nigeria, akimuoa, lazima atapata support kubwa sana na Nigeria, na itakuwa ni rahisi sana kwa Diamond kutrend au kwenda au kuteka soko la Nigeria kimziki, kama the way ambavyo Jux sasa hivi anavyoteka soko la mziki kule Nigeria. You understand? Lakini pia vile vile inawezekana tu ikawa ni mambo tu ya ujana ya hapa na pale. Lakini watu wengine wanasema kwamba bwana, sasa Jux hapa atakuwa amejiharibia kweli kweli kwa Zuchu. Zuchu atamind Jux kupitiliza, kwa sababu Jux anamsakizia Diamond madem. Lakini pia wengine wanasema kwamba bwana, Jux kwa hiki kilichotokea ni kwamba inaonyesha yeye mwenyewe pia hajatulia hata kidogo, kwa sababu kwenye ndoa yake inakuwaje tena anasakizia wana wapenzi wao wasiwe wachiti au wakimbizana na mademu wengine, wakati anajua kabisa mwana ana demu nyumbani huku Tanzania ambaye ni bibi Zura. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini pia wengine wanasema kwamba okay, it's a fun game. Unajua ukiwa kama mvulana, unaonyeshana mwanangu, mtoto mkali huyo na vitu vingine kama hivyo, kama tu ku appreciate the beauty. Wazungu wanasema hivyo, yani kwamba ku appreciate uumbaji wa Mwenyezi Mungu, kwani baadhi ya wadada kweli, Mungu kweli ameumba ni warembo. Kwa hiyo ni kama tu Jux ameadmire uzuri wa huyu mrembo, na akamshtua mshikaji wake wa karibu, tag ubavu Diamond Platnumz, kwamba unaona chuma hicho, alafu mambo mengine akaendelea. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi, na huyu dada huku Tanzania amekuwa akitrendi kweli kweli. Unaambiwa kwamba huyu dada watu wameanza kumfollow tayari, watu wameshaanza kumfuatilia, na kibaya zaidi ni kwamba huyu dada alishika mic ya Wasafi na akaanza kuwazungumzia wanaume wa Kitanzania jinsi walivyo. Kwa hiyo watu wakaunganisha doto, wakasema kwamba Diamond ishi humu mwenetu, Diamond ataishi humu. Wengine wakidai, wengine wanashawishi kwamba Diamond kweli aishi humu, afuate ushauri wa Jux, kwa mujibu wa hii video inavyoonekana. So mambo ni mengi, hivi vyote ni vitu ambavyo ni hypothetically, sawa yani sio kwamba maana tumeona tu hapo ni Jux ameonyesha ishara, sio kwamba amezungumza. Kwa hiyo hivi vyote ni hypothetically, au wanasema kwamba ni yani inasemekana. Kwa kizungu wanasemaga
wanasemaje kwa kizungu ukisema kwamba ni vitu ambavyo yani ni kitu ambacho hakijawa confirmed. Tunaona tu kwamba hapo kwa vitendo Jux ameonyesha kama vile amemuonyesha Diamond kwamba umeona toto lile, lakini ni kwa vitendo tu. Ni gestures ndo zimeongea, sio kwamba labda Jux amezungumza kwamba no. Neno la Kiingereza zuri hapo tunaweza tukasema kwamba allegedly. You understand? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa huku Bongo bwana, wadau wamekuja na comment mbalimbali. Kwa mfano kuna mtu hapa bwana, Jux ni rafiki bora kabisa, hataki Diamond alale na haya bwana. Kuna mtu ameandika neno siwezi kulisoma kistaarabu zaidi na kwa sio jambo la kheri kulisoma. Haya, mtu mwingine anasema bwana, taratibu jamani, msije mkaharibu muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, hii ni vita sasa imeibuka hapa town kati ya Jux na Zuchu. Hiki ndio nilichokuwa nasema kwamba Jux kaanzisha vita na Zuchu, amemonyesha Diamond dem, Zuchu lazimaamind. Kwa sababu tunajua kabisa kwamba wasichana wana mind sana hivi vitu vidogo vidogo, na wasichana huaga wanachukia sana marafiki wa maboyfriend zao kutokana na tabia kama hizi. Yani hicho ni kitu ambacho kinaeleweka. Yani ukiwa na girlfriend atachukia marafiki zako iwapo kama marafiki zako wana mambo kama haya. Mambo yale ya kukuchochea kwa wasichana. Hicho ni kitu ambacho kinaeleweka, au vipi bwana? So kuna mtu amesema hivyo kwamba hapa bwana ni vita rasmi na bibie Zuchu. Haya, kwa mtu anasema bwana, hatuachani kisa ujinga, Zuchu mbona atamkuta mengi. Kwa mtu anasema bwana, kwa hiyo nyie nia yenu sasa ni kwamba Zuchu huko apagawe achanganyikiwe. Kwa mtu anasema bwana, kumbe Jux mwenyewe yuko upande wa Mange na Mama Dangote. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba anampinga na yeye Zuchu, na yeye anampinga Zuchu. Mambo hayo. Haya, kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, Juma anajua Juma najua umefurahi sana. Kuna mtu ameandika. So kwa kifupi ni kwamba okay. Kwa kifupi ni kwamba watu wanaona kama vile Jux bwana na yeye ni moja kati ya watu ambao wanataka Diamond awe na girlfriend mwingine. Kuna watu wanasema hivyo kwenye comment section. Au bwana, lakini hii video mimi mwenyewe nilivyoiona kwa mara ya kwanza ni video ambayo inafurahisha sana. Yaani utacheka sana ukiangalia tu kwa mara ya kwanza, unaona kwamba okay, kumbe mwana naye pia ana tabia kama wavulana wengine jinsi huku walivyo mtaani. Au bwana, ni kawaida kwamba ukiwa umechill na mwanao na mshikaji wako, lazima akipita mtoto mzuri kama mwanao alikuwa hana habari, anaangalia simu au anaangalia kushoto, utamwambia wewe mwanangu cheki kulia kule, na vitu vingine kama hivyo. Na hicho ndio kitu ambacho tumekiona. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kitu tu ambacho wavulana huaga wanafanya, kwa hiyo wala haina haja ya kuichukulia serious. Au inawezekana kwamba Jux alikuwa anamaanisha anachokifanya kwamba Diamond akamate huyo mtoto, na hiyo itasababisha ugomvi kati yake na Zuchu. Zuchu lazima atamind Jux kwa sababu hii video sasa hivi ina trend to the maximum huko mitandaoni. So ukiwa kama mdau, tazama hii video vizuri. Nadhani utakuwa ushaitazama almost dakika 7 hapo nyuma au 8, ulikuwa unaiangalia huku kunisikiliza. Hebu tuambie una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.